na ningeomba kwa ridhaa yako tena wasimame ili upate kuwaona maaskofu pamoja na mashehe wa mkoa wa Arusha kwa namna ambavyo wanatuongoza na kutuweka katika misingi ya imani ili tuendelee kumkumbuka Mungu katika kila kazi tunayoifanya na kutoa haki kwa Watanzania wote bila kujali chama, kabila, dini wala kipato alichokuwa nacho. Mheshimiwa Rais, shukrani zangu pia ziende kwa waziri wetu, mama yetu Daktari Gwajima kwa kazi kubwa aliyoifanya na namna ambavyo tumeweza kushirikiana naye hatimaye tumefika kwenye zoezi la leo la kuhitimisha ama kufika kwenye kilele. Lakini pia Mheshimiwa Rais, uniruhusu pia nimshukuru mwenyekiti wetu wa taifa Mama Masasi. Amefanya kazi kubwa sana na nzuri. Ilikuwa kila mara tukimhitaji katika ofisi yetu wa mkoa anafika. Na siku zingine kwa anakuja hata usiku tu, anakuja na ndege, anaondoka siku hiyo. Anakuja kuuliza tumekwama wapi? Mna changamoto gani? Ni mama wa mfano na hakika tunaona umuhimu wa kuwashirikisha private sector. Mheshimiwa Rais, pia uniruhusu nimshukuru Kusaga. Yeye binafsi niliomba Clouds tufanye nao kazi na akakubali, na si tu Clouds, akaleta na redio ya Malikia, redio ya kwanza ya wanawake, na hapa tulipo mke wake yupo ambaye kwa kweli ni mke wangu wa pili. Sema tu kaka yangu kanizidi hela ndio maana kaninyang'anya mke. Shemeji yangu yuko wapi? Naomba usimame tu atambue uwepo wako. Nafikiri kwa amekaa mahala. Lakini Mheshimiwa Rais, wako watu wengi waliofanya kazi nzuri. Lakini pia niwashukuru sana NSSF. Wamefanya kazi ya tofauti sana. Wananchi wa mkoa wa Arusha wamejiunga. Sasa wana uhakika wa kuwa na pension hata wale ambao si wafanyakazi wa serikali. Mfumo huu Mheshimiwa Rais umeufanya ni mfumo bora sana ambao unamuendeleza kumtengenezea mazingira mwananchi wa kawaida na yeye kuwa na akiba, lakini pia kupata matibabu katika mazingira mazuri. Zaidi ya yote Mheshimiwa Rais, niwashukuru pia TBC au benki yetu ya biashara. Inafanya kazi vizuri sana chini ya mtendaji Mihayo, na jana wamefanya tukio la maana sana. Mheshimiwa Rais, mimi hapa leo na shukrani tu. Shukrani zimekuwa nzuri kwa sababu ya kazi kubwa iliyofanywa. Taarifa fupi ni kwamba tulianza maadhimisho yetu na tukakubaliana na Waziri Gwajima, yeye tumwachie siku ya leo, si tuhangaike na zile siku 7. Tukatengeneza 7 kama wiki la kuelekea sherehe ya wanawake duniani. Mheshimiwa Rais, katika wiki hilo tumefanya mambo makubwa manne. Ukiangalia kule mkono wako wa kushoto utaona kuna mabanda, tuna zaidi ya mabanda 500. Mabanda hayo yalitumika katika mambo makubwa manne. Kuna maonyesho ya sekta zote, kuna upande wa utoaji wa elimu ya sekta zote, kuna upande wa huduma ya sekta zote, lakini pia tulikuwa na mechi kali sana hapa kati ya timu za Yanga ya wanawake, Simba ya wanawake, JKT ya wanawake pamoja na Fountain Gate. Mheshimiwa Rais, sherehe zetu zilihitimishwa jana na ulaji wa nyama. Na hii nimewaambia na Mheshimiwa Rais, watu wasitoelewe tu vibaya. Nyama ya mkoa wa Arusha haina mahusiano na mafundisho ya Dr. Janabi. Sisi Wamasai tumeendelea kula nyama miaka yote, na kwa kweli nyama ni sehemu ya utamaduni wetu, nyama ni sehemu ya tiba yetu. Na tutakuomba Mheshimiwa Rais, baada ya iftari basi ile nyama tulioionja jana, swala pamoja na wanyama wengine, tukukaribisha na wewe ushiriki na wananchi wa mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, ninaomba nimalizie sana kukushukuru wewe. Umetupa mambo makubwa sana. Mathalan tu Mheshimiwa Rais, msaada wa kisheria uliotolewa hapa na kifaa ulichokinunua cha kupima na kutambua kama mwanamke mwenye ujauzito mtoto wake ana changamoto ya moyo imewasaidia sana wananchi wa mkoa wa Arusha. Wakina mama wengi wamepata kipimo, na baadhi ya wakina mama wengine wajawazito wamegundulika kwamba wanazo hizo changamoto. Lakini madaktari wamewapa maelezo, wamewapa utaratibu, na tuna uhakika kwamba ni katika ndoto yako ya kupunguza vifo vya mama na watoto, hasa kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa ajili ya Wizara ya Sheria na Katiba. Tunakushukuru sana kwa ajili ya wizara zote. Lakini nilikuwa na ombi moja tu kwenye Wizara ya Sheria na Katiba. Mheshimiwa Rais, migogoro mingi iliyokuwepo hapa tuliokuja kuiona tangu walipoanza tarehe 1, wamefanya kazi kubwa ya kuwasaidia wananchi. Lakini nimekuja kugundua tunahitaji kushirikiana na Tanganyika Law Society. Wanasheria walioko kwenye chapter Tanganyika Law Society katika mkoa wetu wa Arusha
wako takribani ya 882. Wanasheria hawa Mheshimiwa Rais, ukiridhia wakaingia kazini tukawawezesha japo kidogo tu, ninakuhakikishia kabla ya mwezi wa 9 mwaka huu hakutakuwa na mgogoro ndani ya mkoa wetu unaotokana na matatizo ya kutokuelewa sheria. Wananchi wengi hawana uwezo wa kumlipa mwanasheria, lakini pia wanadhulumiwa kwa sababu ya kutokuelewa sheria. Kesi hizi zikishirikiana kati ya serikali na ndugu zetu wa Tanganyika Law Society na ukawapa kiposho kidogo, kwa sababu wako vijana wengi waliotoka masomoni wamesoma lakini hawana uwezo wa kuweza kulalamikia. Nina uhakika Mheshimiwa Rais tutamaliza na kuondoa katika changamoto zote. Mwisho, tunakushukuru kwa ajili ya kutujengea uwanja Mheshimiwa Rais. Leo hapa uwanja hautoshi. Ndio maana tumetengeneza maeneo matatu, tumeweka TV kwa ajili ya wananchi kuona. Lakini kazi kubwa iliyofanywa na vijana na timu ya usalama kuhakikisha kwamba tunabaki tu salama ni ya kuheshimika sana. Walioko nje Mheshimiwa Rais ni wengi kuliko walioko ndani. Na kwa nini? Kwa sababu uwanja huu ulijengwa miaka mingi. Tunaelewa maono yako ya kutujengea uwanja wananchi wa mkoa wa Arusha. Hatua zinazoendelea ni nzuri na njema, na ni matumaini yetu ya kwamba utatuwekea jiwe la msingi ikiwa ni alama ya kazi yako njema na kumbukumbu katika mkoa wetu wa Arusha. Na kushukuru pia Mheshimiwa Rais kwa kukubali mkoa wetu uwe ndio mkoa mama wa mikutano ya kimataifa. Na hili nasema mbele ya wakuu wenzangu wa mikoa, hawana sababu ya kununa. Mazingira ya Arusha Mheshimiwa Rais yanaruhusu. Tulipotangaza kwamba maadhimisho haya yanafanyika Arusha, wakaja wageni wengi sana wa kutoka Dar. Mama Gwajima na wengine walituletea joto kali sana. Lakini umekuja wewe mpaka mafuta wa Bwana, mvua imenyesha jana usiku, hali ya hewa nzuri, tumerudi kwenye hali yetu ya asili ya Arusha. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa kukubali mkoa wa Arusha uwe mwenyeji wa mikutano ya kimataifa kwa kutoa zaidi ya bilioni 300 kujenga ukumbi wa kimataifa ambao duniani na Afrika sisi ni miongoni mwa taifa tukaweza kujivunia. Mheshimiwa Rais, nina shukrani nyingi mno. Si tu niendeje, lakini nimalizie kwa kusema Mheshimiwa Rais, huu ndio mkoa ambao kakaangu Daktari Nchimbi atakuja kukuletea idadi ya kura nyingi zilizopatikana kwenye uchaguzi wetu. Haya nasema kwa sauti ya unyenyekevu mkubwa, kwa sababu najua mkutano huu sio wa siasa, lakini nakuhakikishia Mheshimiwa Rais utapata kura nyingi sana. Na wabunge waliokaa wa mkoa wetu wako upande huu. Nafikiri naomba msimame tu Mheshimiwa Rais awaone tena. Na mbunge mwenyeji wa jimbo hapa yuko wapi? Mheshimiwa Gambo. Kaka wapi? Tunaye mbunge wa jimbo hapa mwenyeji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, najua Mheshimiwa Gambo hapendi makubwa, atakuwa amekaa sehemu ya wananchi kidogo wapiga kula. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kusema umetupatia elimu ya matumizi ya nishati safi. Na matumizi hayo umenielekeza, na hili nimeona niseme mbele ya wananchi wote. Umenielekeza vijana na wapishi wote wanaochoma nyama katika mkoa wa Arusha, yale majiko walioyatumia jana niwapatie, kwa kuwa ni majiko mazuri yanatumia nishati safi. Na mimi Mheshimiwa Rais nakuahidi ya kwamba kila wilaya wachomaji wa nyama watayapata wa majiko, na tutawapa elimu ya kutosha kuhakikisha kwamba kazi njema inayofanyika inaendelea kutunza mazingira yetu pia. Na kukaribisha tena Mheshimiwa Rais kwa furaha kubwa nilionayo, na nawashukuru sana wananchi wa mkoa wa Arusha kwa kipindi chote. Na tumeomba pia Mheshimiwa Rais yale mabanda yaendelee kutoa huduma mpaka tarehe 11 ili wananchi wenye migogoro waendelee kuhudumiwa, wananchi wenye mahitaji mbalimbali ya elimu waendelee kupata elimu, na ile mifuko na wakina mama wanaoonyesha bidhaa zao waendelee kuonyesha. Mheshimiwa Rais, Arusha kwetu kila siku ni sherehe, na tumpendi mtu yoyote zaidi ya mtu anayetuletea pesa, na wewe ndio tunayekupenda. Asante sana. Makofi mengi kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Arusha oye! Arusha wanapenda pesa. Hii kauli kila wakati Mheshimiwa mkuu wa mkoa anairudia. Ndio mambo ya Arusha. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba tupate salamu kutoka kwa mwakilishi wa Umoja wa Mataifa. Nimkaribishe Bi Susan Ngongi Namondi. Yeye ni mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa hapa nchini. Bi Susan, karibu. You are most welcome. Tumkaribishe kama makofi mengi sana.
Your Excellency, Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. I also recognize the honorable speaker here. I recognize all the honorable members here on the podium, but perhaps with special mention to Honorable Mwajima and Honorable Juma,